Asante kwa kujiunga na mtu wako wa nguvu, ripota wako wa nguvu Millard Ayo. Hapa ni Pugu Road, Dar es Salaam. Leo nimetembelea kwa mara ya kwanza Danube Home ambayo inapatikana GSM Mall. Bana, sikuwahi kujua kama kuna Watanzania wamewasogezea Watanzania wenzao vitu vyote vizuri. Sasa tembea na mimi tuone moja moja jinsi ambavyo inakuwa. Ni mara nyingi utakuwa umemuona Millard Ayo akiposti picha mbalimbali za nyumba kwenye Instagram, Facebook, Twitter na kwenye millardayo.com. Sikuwahi kujua pia kama nitakutana na sehemu Dar es Salaam ambako wanauza vile vitu ambavyo vinakamilisha nyumba za nguvu. Kiukweli siwezi kumaliza ghorofa zote 4 kukuonesha kila kitu kwa sasa. Cha kufanya ni wewe kuja hapa GSM Mall Pugu Road ujionee na vingine vingi ambavyo sijakuonesha bado. Hiyo amepigwa mawe na nini. Hiyo picha ni picha tu ya kubuni, sio ya ukweli. Mimi sikuumia. Lakini nilikuwa nakwambia kwamba tukio hilo ni kweli lilitokea kwenye kijiji cha Mlongia, wilaya ya Chemba. Ndio kile kijiji waliturushia mawe, lakini swala lenyewe lilivyokuwa ni kwamba wale wana kijiji cha Mlongia. Mlongia ni kijiji ambacho kiko wilayani Chemba. Walikuwa na madai yao, walileta malalamiko kwangu kwamba kuna mwekezaji mmoja amevamia eneo la kijiji chao, na mwekezaji huyo anatoka Kondoa, amepewa eneo Kondoa, lakini ameextend mpaka ndani ya kijiji cha Mlongia ambacho kiko Chemba. Kwa hiyo wakati yule mwekezaji alipopeleka watu wake na matrekta kwenda kulima, wajua tena msimu wao, diwani wa Mlongia wa Jangalo ambao Mlongia ni kijiji mojawapo katika kata yake, pamoja na mwenyekiti wa kijiji hicho cha Mlongia, walimobilize wananchi wakaenda kumfanyia fujo yule mwekezaji na kuondoa watu wake wale. Kwa hiyo taarifa zikanifikia, polisi upande wa Kondoa wakawa wamemkamata mwenyekiti na mtendaji wa kijiji, wakaweka ndani kwa tukio hilo. Wakawa wanasema wao wako sahihi kwamba huyo mwekezaji amevamia eneo la kijiji chao, na kwa hiyo walikuwa na haki za kwenda kumtoa. Sasa mimi kwa kuwa walifanya tukio hilo la ukamataji, polisi wa Kondoa, nikawasiliana na DC wa Kondoa ili kuona namna ya kuingilia kati kujua ukweli wa swala lenyewe. Lakini malalamiko yao mengine walikuwa wanalalamikia mpaka kati ya wilaya ya Chemba na Kondoa, wakidai kwamba mpaka ule umekosewa na kwamba eneo la shamba anakolima huyo mwekezaji ni eneo la kijiji cha Mlongia. Kwa hiyo kabla ya kufanya lolote, ilikuwa ni vizuri kwanza kujifunza hiyo jiografia, halafu tuone shamba la huyo mtu likoje, linakwenda wapi hadi wapi, je limeingia kwenye hicho kijiji, na wananchi wale kama ni shamba hilo limeingia kwenye kijiji chao wameshirikishwa vipi, mpaka huo umetaaje, na mambo mengine chungu nzima kama hayo. Kwa hiyo tukaamua kutuma wataalamu wetu wa ardhi kwanza kwenda kuverify mpaka, ili wazisome zile beacon tuone mpaka unafika wapi. Lakini la pili, waweze kuverify hilo shamba liko wapi. Lengo letu ni kuona kama hilo shamba limeingia kwenye eneo la kijiji cha Mlongia na wananchi basis ya madai yao ni yapi. Kwa hiyo tukafanya hivyo, wataalamu wetu wakaenda kule. Sasa cha kunishangaza, wale wataalamu walipokwenda kuverify mipaka, diwani wa Jangalo pamoja na mwenyekiti wa hicho kijiji akamobilize tena wananchi, wakaenda kuwafanyia fujo wale wataalamu, wakikataa kwamba wasihakiki mipaka. Sasa jiulize, mtu ambaye analalamika kwamba mpaka una matatizo, haujui vizuri, anataka afahamishwe. Tumepeleka wataalamu kwenda kuwafahamisha, hawataki wale watu wasome zile beacon na kuwaonyesha mahali mpaka ulikopita. Lakini baadaye kilichotokea ni kwamba kabla hata sijarushiwa mawe, yule mbunge alikuwa ameshatengeneza clip ya uongo yenye maelezo ambayo yanataka kufanana na hilo tukio, na amerusha kwenye mitandao akidai DC wa Chemba apigwa mawe na hizo picha, kitu ambacho kilikuwa hata hakijatokea. Kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote. Install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.